Kati ya mechi zinazotarajiwa kuanza kuvutia sana kwenye raundi ya tatu ya hatua makundi ligi ya mabingwa barani Afrika ni hii ya Al Ahly dhidi ya Yanga katika kundi lao la B, ambapo inatarajiwa kwamba baada ya mechi hizi kukamilika, mechi mbili, maana watacheza hii itakochezwa kule nchini Misri, halafu wiki moja baadaye watarudiana tena nchini Tanzania. Ni mechi za back to back, ambapo mwisho wa siku baada ya mechi hizi mbili, miongoni mwa timu hizi mbili ambazo ndizo zilizopo kileleni kwenye kundi lao la B, itajulikana ni ipi imeiacha nyingine, wakati zikisubiri mechi mbili za mwisho kukamilisha mechi 4 za hatua ya makundi. Ni kwa sababu gani? Kwenye kundi lao Al Ahly hivi sasa inaongoza ikiwa na pointi 4, imefunga mabao 5, imeruhusu mabao 2. Yanga inafuatia ikiwa pia ina pointi 4. Tofauti tu ni kwamba Yanga imefunga bao 1, haijaruhusu bao. Sasa matokeo yake ni nini? Ni kwamba kwenye mechi hii inayochezwa kule nchini Misri, Al Ahly, klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika kwa viwango vya CAF, inapocheza dhidi ya Yanga, klabu namba 8 kwa ubora barani Afrika kwa viwango vya CAF vya hivi sasa, haitakuwa mechi nyepesi hata kidogo. Ni kwa sababu Al Ahly watataka waiache sasa jumla Yanga, lakini Yanga itataka ihakikishe kwamba inapata matokeo mazuri ili kuhakikisha inajiwekea mazingira mazuri ya kumaliza miongoni mwa timu mbili za juu ili isonge mbele kwa hatua ya robo finali. Lakini katika mechi mbili za awali kuna mambo ambayo tunasema small details, vile vitaarifa vya kujificha vidogo vidogo baada ya kila timu kucheza mechi mbili, zinaifanya mechi hii iwe ya mvuto wa hali ya juu. Nayo ni ukweli kwamba mpaka sasa miongoni mwa timu zinashambulia sana ni pamoja na Al Ahly ambayo kwenye mechi mbili ilizocheza dhidi ya JS Kabylie na kushinda 4-1, ilipocheza dhidi ya FAR Rabat na kutoka sare ya 1-1 kule nchini Morocco, yenyewe imeshapiga mashuti 31, na kati ya hayo mashuti 8 yamelenga shabaha, ikifunga mabao 5. Yes, 5 goals. Huku yenyewe pia ikishambuliwa sana, wakati ikishambulia sana kwa sababu imepigiwa mashuti 22 yaliolenga lango mashuti 8 kama yenyewe ilivyolenga mashuti 8. Tofauti tu ni kwamba yenyewe kwenye goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao uko juu kwa 16%, na ndio maana imefunga mabao 5, wakati wapinzani wao JS Kabylie na FAR Rabat katika mechi hizi mbili, licha ya kupiga mashuti 8 ya kulenga shabaha kama wao, lakini wamefunga mabao 2 baada ya kupiga mashuti 22. Nadhani imeleweka vizuri. Lakini kwa Yanga ndio timu ambayo hivi sasa inaongoza kwa kupiga mashuti ya kulenga shabaha, yani shooting accuracy. Yanga iko juu mno, ingawa inaangushwa na uwezo mdogo wa kubadilisha hizo nafasi kuwa mabao. Nadhani imeleweka vizuri. Yanga ndio inaongoza kwa sababu imepiga mashuti 12 mpaka sasa ya kulenga shabaha, wastani wa mashuti 6 katika kila mchezo, na ni baada ya kucheza mechi mbili dhidi ya FAR Rabat na kushinda 1-0, mechi ya nyumbani kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, na mechi waliocheza ugenini dhidi ya JS Kabylie iliyoisha kwa suluhu, ambapo kwa ujumla Yanga imepiga mashuti 12 ya kulenga shabaha. Lakini mashuti yote kwa ujumla Yanga imepiga mashuti 26, 12 yamelenga shabaha, lakini mabao imefunga bao 1 tu. Kwa hiyo inachoangushwa ni uwezo wake kubadilisha nafasi kwa mabao, ambao bao 1 katika mashuti 26, maana goal conversion rate ni around 4%. Kumbuka Al Ahly goal conversion rate ni 16%, lakini Yanga imepigiwa mashuti 21, yaliolenga shabaha ni mashuti 7. Kwa lugha nyingine, katika kila takwimu kwenye mashuti ya kupigiwa Yanga imepunguza 1 kulinganisha na Al Ahly, kwa sababu kwa ujumla Al Ahly imepigiwa mashuti 22, yenyewe mashuti 21, yaliolenga shabaha mashuti 8, yenyewe mashuti 7. Lakini Yanga haijaruhusu bao mpaka sasa, wakati Al Ahly imeruhusu mabao 2. Mpaka sasa rekodi ni kwamba Yanga yenyewe na Pyramids ndo timu ambazo zimekuwa na ukuta mgumu kwa kutoruhusu bao, na hiyo inatokana na magoli kipa wao kuwa katika kiwango kizuri na mabeki wao kwa ujumla. Ile defensive organizations imekuwa nzuri, ndio tabia ya timu hizi zinakwenda kukutana. Lakini jambo lingine ni kwamba Yanga tataka kuiona sasa inapocheza dhidi ya Al Ahly inafanyaje katika mbinu zake zile ambazo imezionyesha kwenye mechi mbili za awali chini ya kocha Pedro Gonçalves. Eneo mojawapo Yanga ambalo wameimarika sana ni kucheza kisayansi, lile pira science huzungumzwa kama utani na idara ya habari na mawasiliano kwa umma chini ya mkuu wake Ali Kamwe, lakini kiuhalisia uwanjani Yanga imeshuhudiwa katika ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi mechi mbili
walizocheza dhidi ya FAR Rabat na walizocheza dhidi ya JS Kabylie, kuna sayansi ndani yake. Sayansi yenyewe ni ipi? Kwamba wao wanahakikisha mpira katika dakika 90 za mchezo hauchezwi zaidi kwenye eneo lao. Maana ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, uwanja umegawanyika vipande vitatu, theluthi tatu tunaita. Kuna eneo ambalo timu kwenye eneo lake katika uwanja ukigawanyika maeneo matatu, maana yake unaweza natolea mfano tu hapa, vipande hivi vitatu. Eneo la kwanza ni ile ambalo timu pengine ndio inatoka upande huu, tuchukulie kwamba ni Yanga. Halafu kuna katikati, halafu kuna kwa mpinzani wake, iwe timu Al Ahly kwa mfano, ingawa hapa haionyeshi kwamba nani yupo nyumbani nani yupo geni, natolea tu mfano. Hii ni theluthi ya kwanza. Theluthi ya pili ni pale katikati, mid third, alafu final third ni kule kwa mwisho ambako timu inaenda kushambulia. Kwa timu nyingine nayo ni hivyo hivyo, kwake ndo theluthi ya kwanza, theluthi ya pili ambayo ni kati, theluthi ya tatu mwisho. Yanga hujitahidi mpira usichezwe kwa kiasi kikubwa katika eneo lake, badala yake ama uchezwe hapa kati au uchezwe kwa mpinzani na sio kwake ngo. Na kanuni hiyo wameitekeleza katika mechi mbili za awali, licha ya kwamba pale wanapoamua timu pinzani imiliki mpira, lakini huo mpira kamwe usichezwe karibu na lango lao, wala usichezwe karibu na Djigui Diarra. Mpinzani ruksa kumiliki mpira katika baadhi ya nyakati za mchezo, lakini mpira huo uwe katika zoni hizi, ukanda huu wa katikati ama kule kwa mpinzani na sio kwake. Katika mechi mbili hizo walizocheza ndio msingi wa Yanga namba moja katika kupata matokeo ambayo yamewafanya wao na pointi 4 sawa na Al Ahly. Sasa Al Ahly nao katika mechi mbili hizo walizocheza, mechi ya kwanza walihakikisha katika dakika 90 za mchezo dhidi ya JS Kabylie mpira kwa ujumla unachezwa kwao kwa asilimia 24 tu. Alafu asilimia zilizobaki zote zilichezwa katika eneo la kati ama kwenye eneo la mpinzani ambaye ni JS Kabylie, wakashinda 4-1. Mechi ya pili dhidi ya FAR Rabat waligongana mifumo, kwa sababu kwenye eneo la Al Ahly kwa wastani mpira ulichezwa kwa asilimia 29, kwenye eneo la wenyeji FAR Rabat ulichezwa kwa asilimia 29, au ni Al Ahly wakapata sare ya 1-1. Lakini Yanga wao katika mechi waliocheza dhidi ya FAR Rabat mpira ulichezwa kwa kiasi kidogo sana kwenye eneo lao, ingawa wao ndo walimiliki mpira zaidi kwa asilimia 51, FAR Rabat asilimia 49. Tofauti ilikuwa ndogo sana, mpira kama ulilingana kwenye kumiliki. Lakini kitendo hiki cha kufanya mechi ichezwe zaidi kati na kwenye eneo la mpinzani, kwa FAR Rabat ulichezwa mpira, pasi zilipigwa kwa ujumla za Yanga na FAR Rabat asilimia 35. Yani kwa lugha nyingine, Yanga katika mechi hiyo kama lile linaloitwa basi walilipaki eneo la kati na kuelekea kwa FAR Rabat. Yani walifanya mid block na high block, lakini sio kwenye eneo lao, na ndio maana mpira ulichezwa kwa kiasi kidogo. Tutafafanua zaidi. Walipokwenda kucheza dhidi ya JS Kabylie, Yanga wakijua kwamba wao ni timu ya pili, wako ugenini, mpira ulimilikiwa zaidi na JS Kabylie, lakini huwezi amini ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, eneo la Yanga ulichezwa mpira kwa ujumla wake, pasi zote zilizopiga Yanga na JS Kabylie zilizofika ilikuwa ni asilimia 25. Halafu eneo la JS Kabylie mpira ulichezwa, pasi zilizopigwa na Yanga na wenyeji JS Kabylie asilimia 24. Kwa hiyo kumbe tofauti ilikuwa asilimia 1 tu ya mpira uchezwe katika eneo lipi. Kwa kiasi kikubwa mpira ulichezwa katikati kwa mara nyingine tena, na hivyo kufanya Yanga katika mechi hiyo ishe bila, lakini ikipiga mashuti 11, wenyeji wakipiga mashuti 16. Yanga mashuti matatu yalenga shabaha, wenyeji mashuti yaliolenga shabaha kwa Yanga yalikuwa 6, ingawa Djigui Diarra alikuwa kwenye kiwango bora sana kucheza hiyo michomo, mechi ikaisha bila. Kwenye muundo wa kikosi matarajio, kila timu huenda ikawa na mfumo huu baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, kama ambavyo Yanga pia wanaweza kufanya muundo huo 4 2 3 1, kwa mtindo huu kwamba Al Ahly golikipa Mohamed El Shenawi akawa pengine na Mohamed Hani beki 2, 3 akawa Nabil Koka, katikati kukawa na Yasa Ibrahim, Yasin Marey pamoja na Yasa Ibrahim. Halafu katika viungo wale ukabaji kukawa na Aliou Dieng na Marwan Atia na Aliou Dieng. Halafu katika viungo 3 wa ushambuliaji katikati kunaweza kukawa na Ahmed Zizo, upande mmoja anaweza kawa Ashraf Ben Shaki, upande mwingine Mahmoud Trezeguet, halafu mshambuliaji kinara akawa Mohamed Sherif. Katika mfumo huu hapa pembeni anaweza kabadilika mmoja wapo, pengine badala Ben Shaki akacheza Imam Ashur wakapishana, au Ahmed Zizo na kadhalika. Katika hao watatu anaweza kaingia Imam Ashur, maana yeye yupo kwenye kiwango bora, Ashraf Ben Shaki yupo kwenye kiwango bora,
Mahamudu Trezeguet yuko vizuri mno na ndiye mpachika mabao katika hizi mechi mbili walizocheza mpaka sasa. Lakini kwa Yanga matarajio nao mfumo ni huu, golikipa Djigui Diarra akiwa kwenye kiwango chake bora. Hapa itategemea mwalimu anaamua vipi, lakini kimsingi Israel Patrick Mwenda anaonekana yuko kwenye nafasi nzuri zaidi, ingawa Kibwana Shomari hivi karibuni amepewa nafasi, ameonyesha kiwango bora. Kwasi Atula yao amesharejea na ameanza kupata dakika za kucheza. Upande wa kushoto huenda Mohamed Hussein Shabalala ama Shadrack Issa Kaboka anaweza kaanza mojawapo, lakini katikati pia pana mtihani, maana mabeki wakati wa Yanga wote wako vizuri. Ni juu ya mwalimu tu kuamua katika mechi hii ambayo matarajio ni kwamba Yanga haitamiliki sana mpira. Ni kwa sababu gani? Kuna Ibra Baka yupo kwenye kiwango bora, kuna Dickson Job yupo kwenye kiwango bora, Bakari Nondo Mwamnyeto yupo kwenye kiwango bora. Mwalimu anaweza pia vile vile kumtumia Frank Asink, mchezaji wa kimataifa wa Ghana. Ni juu yake kuamua mwenyewe, ndiye anayefahamu vizuri maana eneo hilo. Management ya Yanga imemwezesha kupata wachezaji wazuri sana. Hapa katikati nako pana mtihani mwingine. Mtihani ni kutokana na ukweli kwamba ana wachezaji walio bora. Anaweza kampanga kwa mfano Zuka Buya na Mudathia Abbas, lakini wakati huo anaye Mohamed Damaro Kamara amesajiliwa hivi karibuni kutoka Singida Black Stars. Ni tenki haswa, mpambanaji ili kwenda kupambana na mtu kama Aliou Dieng ambaye wanafanana kiwajihi kwa kiasi fulani. Lakini wakati huo anaye Salum Abubakar Shwaboy eneo hilo hilo, lakini vile vile anaye Mudathia Abbas anaweza kumtumia katika eneo hilo. Ni juu yake kuamua, wote wako kwenye kiwango bora. Lakini katika hawa viungo watatu huenda Okello akashuhudiwa akawa mmoja wapo, lakini yupo Maxim pia Nzengeli, yupo Peodo Pacome Zouzoua. Ni juu yake kuamua, maana eneo hilo pia wapo Celestine Ekwa, yupo Faridi Musa na kadhalika. Lakini kwenye mshambuliaji kinara vile vile pana mtihani mwingine kwamba mmoja wapo labda aje katika eneo hili, maana kuna Depu, kuna Prince Melo Dube. Mwalimu anaweza kaamua mmoja wapo akaanza kama mshambuliaji kinara, akiamua anaweza kawatumia wawili alafu mmoja akajiunga katika kundi hili la viungo watatu washambuliaji. Katika mechi dhidi ya Mashujaa aliwatumia wote wawili katika kipindi cha pili baada ya kuingia Depu dakika 55. Dube alikuwa ameanza tangu mechi ianze dhidi ya Mashujaa walioshinda stabila. Wakati alipoingia Depu, Dube alihamia kama miongoni mwa viungo watatu akichukua nafasi ya Peodo Pacome Zouzoua naye alitoka. Dube akawa akitokea pembeni kushoto, kwenye makaratasi inaonekana mbele Depu, halafu kulikuwa na Alan Okello, kulikuwa na Mudathia Abbas, walikuwa wakipishana pishana. Inategemea mwalimu naye ataamua lipi, kwa sababu bado ana wachezaji kama Emmanuel Mwanengo na yupo kwenye kiwango bora, anaye Edmund John, wote katika eneo hilo. Bila shaka Clement Mzize Walid ameanza kufanya mazoezi, lakini sidhani kama ameshakuwa fiti kucheza mechi yenye intensity kubwa kama hii dhidi ya Al Ahli. Kwa hiyo ukiachana na vikosi ambavyo vinakufanana fanana, Yanga siri yake katika mechi hii ni pamoja na kujituma sana, kama walivyoonyesha katika mechi mbili zilizopita dhidi ya FAR Rabat, dhidi ya JS Kabylie, kwamba mbali na mifumo ya kocha Pedro Gonçalves kutekeleza mbinu za kiufundi katika kupata matokeo, lakini kujituma, total commitment ndio msingi wa yote, na wameonyesha hivyo katika mechi mbili zilizopita. Bila shaka watafanya hivyo pia ili kuwapa furaha wana Yanga, kuwapa furaha wa Tanzania. Timu zote mbili katika cheza yao, Al Ahly wana jambo moja ambalo wamekuwa kijilipua katika mechi nyingi chini ya kocha Joseph Torip, raia wa Denmark, dhidi ya Mreno huyu Pedro Gonçalves. Al Ahly wana tabia kwamba kwa wastani huwa wanakuletea wachezaji wote wanane katika nusu ya pili ya uwanja, huku nyuma wakiwa tu na mabeki wao wawili wakati, halafu katikati kuna kuwepo na Marwan Atia na Aliou Dieng ambao nao wanakuwa katika nusu ya pili kidogo ya uwanja, wengine wote wanakuwa juu, lengo lao kuhakikisha wewe usipate nafasi hata ya kuanzisha build up kwenye eneo lao. Sasa Yanga bila shaka watakuwa wamejipanga katika hilo kwa uchezaji wa ule walioonyesha dhidi ya FAR Rabat, dhidi ya JS Kabylie, kwamba wao wanaanza kukabia kati kwenda mbele ili mpira usichezwe sana eneo lao na kupunguza nasibu ya shambuliwa. Inategemea sasa dhidi ya Al Ahly watajipanga vipi, kwa sababu Al Ahly kwa uchezaji wao huu ndio maana katika ligi kuu ya Misri wamecheza mechi 12, wameruhusu mabao mengi kuliko kwa idadi ya mechi, kwa sababu mechi 12 walizocheza wamefunga mabao 20, wameruhusu mabao 13. Yaani bao moja limezidi idadi ya mechi walizocheza. Ni kwa sababu gani? Huwa wanajilipua kwa kuwa wengi. Wakati mwingine ikipigwa mipira mirefu wanapata shida katika kuizuia, hasa kwa kuzingatia kwamba mabeki wake wa pembeni Mohamed Hane pamoja na Nabil Koka wao kwa wastani wa juu
wakiwa kama viungo wa ushambuliaji, katikati wakibaki tu Yasa Ibrahim na Yasin Marei wakiungana na viungo wao mmoja wapo, ama Liu Dieng ama Marwan Atia.